baadaye itoe rasimu ya awali, iende katika mabaraza ya katiba ya wilaya na taasisi, wajadili, itengenezwe rasimu ya pili, halafu ndio ije hapo. Sasa tunapoletewa kitu kipya hichi, mheshimiwa, hichi cha serikali mbili, tunajiuliza hichi kimetokea wapi? Maana maoni ya wananchi yaliyotokana na sheria yalikuwemo katika rasimu ambayo tumewasilishiwa hapa kama waraka kufanyia kazi. Mheshimiwa, nataka kusema kwamba ikibidi kujadili mapendekezo haya, manake itabidi kwanza turudi tuunde tume upya ikafanye maoni mapya ya kuletea serikali mbili, ndio tuyajadili hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili katika hayo ya awali niseme kwamba wajumbe wanaojiita walio wengi humu ndani na pengine si wengi huko nje wanasema kwamba ukileta serikali tatu au wenye nia kuleta pendekezo la serikali tatu wanataka kumrejesha sultani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hizi ni tuhuma nzito sana, lakini mimi najiuliza kwamba hivi mwaka 2000 tarehe 12 Januari katika uwanja wa Amani mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wakati ule Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, aliyekuwa rais wa Zanzibar, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Salim Amur alipotoa msamaha na kumwambia Sultan Jemshid anaweza kurudi Zanzibar, alikuwa akiwakilisha chama gani? Na kufika kumwambia kwamba serikali itampa kila msaada arudi aishi kama raia wa Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani wananchi wanajua kama kuna watu wenye lengo la kubadilisha sultani, basi itakuwa ni Chama cha Mapinduzi kutumia kauli hii ambayo haikufutwa hadi hii leo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwa kila anayedai serikali tatu atakuwa na lengo lake kubadilisha sultani, najiuliza, je, katika waasisi wa Afro Shirazi aliyekuwa katibu mipango na baadaye rais wa chama cha Afro Shirazi Mzee Jumbe alipodai serikali tatu mwaka 83 84, je, alikuwa na lengo la kubadilisha Sultan Jemshid? Lakini je, Jaji Mkuu Francis Nyalali, aliyokuwa Jaji Robert Kisanga, wabunge 55 walioleta hoja hapo mwaka 93 wa serikali ya Tanganyika, hawa wote walikuwa na lengo la kubadilisha Sultani Jemshid? Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja dhaifu kama hizi hazisaidii kujenga mjadala wa maana. Na niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa ni kawaida. Kuna taarifa Mheshimiwa Jussa, hebu tusubiri. Mheshimiwa Amon Mpanju. Mheshimiwa, utaratibu huu umeanza kuruhusu, ulikuwa haupo huu kabla. Wakati wako unalindwa, wakati wako unalindwa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Wanaosema wamechoka, wao wakiwa wanaongea wanapenda kusikilizwa. Mjenge utamaduni wa kuheshimiana kama wajumbe. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda nitoe taarifa kwa msemaji kwa mambo mawili. Moja, tunaomba tutofautishe kurudisha usultani na uraia. Ni vyema mheshimiwa anayeongea alijua hilo. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya pili, ninaomba msemaji asome hiyo sheria aliyoishika kifungu namba 25 kilichotoa mamlaka kwa bunge maalum la katiba kujadili vifungu vya ibara ya rasimu na kwa kumsaidia zaidi ningeomba asome ile toleo la Kiingereza, labda anaweza kaelewa. Lakini pia haisome sambamba na kanuni ya 36 inayotoa mamlaka kwa bunge hili la maalum la katiba kujadili, kurekebisha na kufanya mabadiliko ya ibara kwa ibara kwenye rasimu iliyoletwa mbele ya bunge lako. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante. Endelea Mheshimiwa Jussa. Muda wako umelindwa. Dakika hizo Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa ya Mheshimiwa Amon Mpanju naipuuza kama anavyompuuza yeye mwenyewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, wala haitamsaidia hapa kufanya kazi kubwa ya kuwa wakili wa utetezi wa Chama cha Mapinduzi. Anaendelea kujidhalilisha kila akisimama hapa ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hivyo hoja yangu ilikuwa kuendelea kutumia Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa, jamani, angalieni saa tena. Mheshimiwa Makilagi. Mheshimiwa Mwenyekiti, samahani sana, huwa sina tabia ya kusimama, lakini nilikuwa nataka niwaombe sana waheshimiwa wabunge. Alipoongea pale
mdogo wangu Catherine akimpa taarifa Wasira, tulivumilia. Sasa mimi nilikuwa nataka nitoe taarifa kwamba kitendo cha Jussa kumuita Mpanju alipomaliza kuongea, na wakati ni mtu mwenye ulemavu na anasema amempuuza kama anavyompuuza, sio jambo la sawa sawa. Taarifa mwenyekiti, taarifa mwenyekiti kuhusu Waheshimiwa, nadhani sasa waheshimiwa, naomba mkae kwanza tafadhali. Tafadhali mkae. Mimi nadhani sitaruhusu tena hizi taarifa kwa sababu zinazuia hata mtiririko wa yale yanayosemwa. Kuna muda mrefu kabisa umetolewa ambapo tutajadili mambo haya. Sasa ikiwa kila dakika 2 taarifa, itakuwa ni shida kidogo. Mheshimiwa Jussa, hebu endelea. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu ni kwamba huu utaratibu wa kila wakati kuzusha mzuka wa sultani ili kuzima hoja haitusaidii chochote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hoja ni kwamba Zanzibar iliwahi kutawaliwa sultani, mimi nilipokuja hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maktaba yako nilipitia katiba ya Tanganyika ya uhuru wa mwaka 61. Katiba ile bado ilikuwa inaendelea kumtambua malkia kama ni mkuu wa nchi ya Tanganyika, na ilikuwa ina governor hapa ambaye alikuwa na mamlaka kama alikuwa na sultani Zanzibar katika katiba ya uhuru wa 63. Lakini hata siku moja Watanganyika wakitoa maoni yao hawaambiwi watakuboresha malkia au watakuboresha governor katika Tanganyika. Kwa hivyo Mheshimiwa, nasema wakati umefika tujadili hoja, tusiendelee kuzusha mizuka ambayo haina msingi wowote. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nije katika hoja zetu za msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika hoja iliyotolewa na wajumbe walio wengi ni kwamba tunahitaji kuendelea serikali mbili kwa sababu tumezizoea, zimekuweko miaka 50, na kwamba kujaribu mfumo wa serikali tatu ni kujaribu jambo jipya ambalo linaweza likaleta matatizo ambayo hayakutarajiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najiuliza kwamba jambo lolote linakuwa na mwanzo wake. Hata serikali mbili zilianza kujaribiwa mwaka 64. Kwa hivyo kama ukisema kwamba tusilete serikali tatu kwa sababu tunajaribu, basi vile vile mwaka 64 tungesema ni makosa ile serikali mbili kwa sababu mwaka ule zilikuwa zinaanza. Zimeanza miaka 50, zimejaa matatizo lukuki, zimeshindwa kutatua matatizo ya msingi. Ndio tunasema sasa wakati umefika zirekebishwe, ziondoke, zije shirikisho la serikali tatu. Lakini jingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni kwamba kama tufanye mambo kwa kuzoea tu, na kwa sababu tumeshinda muda mrefu, tulitawaliwa nchi zote mbili, Tanganyika na Zanzibar tulitawaliwa. Je, kwa sababu ukoloni ulidumu muda mrefu tulipaswa kuendelea nao kwa sababu uhuru hatukuzoea? Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ni jambo la kudumu muda mrefu na watu wengi wanaitumia, Tanganyika na Zanzibar ilikuwa nchi moja, ni kweli, na zilikuwa Tanganyika ikitawaliwa kutoka Zanzibar na kulikuwa kuna maliwali wakitawala huko kwenye Basultani. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, leo nimewaletea ramani hii hapa, inaonesha hii. Sasa je, kama kurudi katika historia na kubakia tulichokizoea, kwa nini tusikabakie na mfumo huu ikawa Tanganyika itawaliwa na Zanzibar kupitia maliwali? Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja za historia tulikuwa vipi haziwezi kuwa msingi wa kulibakisha taifa katika mgando. Lazima wakati ukifika tufanye marekebisho ili tuende na wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme jengine ni kwamba nije katika hoja kwamba tunasema kwamba kurudisha serikali tatu ni kuanzisha mfumo ambao unaifufua Tanganyika ambao haikuwepo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najiuliza kwamba je, ni kweli tunasema kwamba Tanganyika iliondoka tarehe 26 Aprili 1964? Wenzangu wengi wamezungumza Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini naomba na mimi niseme machache. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maelezo yaliyokuja kutoa Mheshimiwa Peter Msigwa hapa alisema kwamba wakati jina la asili la Jamhuri ya Muungano ambayo ilikuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar linabadilishwa mwaka 64, tarehe 2 Novemba 1964 kulipelekwa hati ambayo haina letterhead wala haina saini katika Umoja wa Mataifa kubadilisha jina hilo. Lakini cha ajabu, na barua hii hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, baadaye nitakukabidhi nakala,
Cha ajabu, hii ambayo haina saini wala ritahid, lakini imegongwa muhuri wa Jamhuri ya Tanganyika tarehe 2 Novemba 1964. Tunajiuliza, hii jamhuri hii ya Tanganyika 1960 tarehe 2 Novemba ilikuwa ni ipi ambayo tunaambiwa ilikuwa haipo? Lakini mheshimiwa, sio hilo tu mheshimiwa. Ukiangalia katiba ya muda na nayo hapa ya mwaka 65, katiba hii mheshimiwa inaendelea kuitambua Tanganyika, na ukenda katika kifungu au ibara ya 13 ya katiba hii ya muda mheshimiwa mwenyekiti, iko katika ukurasa wa 11. Nimeichapisha kutoka katika website ya bunge mheshimiwa mwenyekiti. Hii ibara ya 13 bado inatambua kuweko makamu wawili wa rais, mmoja akiwa rais wa Zanzibar ambaye anatajwa kuwa msaidizi mkuu wa rais kwa upande wa Zanzibar katika shughuli za muungano, na mwingine anatajwa makamu wa pili wa rais ambaye atakuwa msaidizi mkuu wa Jamhuri ya Muungano kwa upande wa Tanganyika. Hii katiba 65. Sasa kama Tanganyika ilikufa tarehe 26 Aprili 64, hii Tanganyika inayotajwa katika katiba ya muda 65 ilitokea wapi mheshimiwa mwenyekiti? Lakini mheshimiwa mwenyekiti, hatuishi hapo. Jamhuri ya Tanganyika inalindwa na katiba hii hapa tunayotumia hivi sasa mheshimiwa mwenyekiti. Na kuthibitisha hoja yangu, naomba wajumbe waangalie ibara ya 98(1)(a) ambayo inashereheshwa kwa kutumia nyongeza ya pili orodha ya kwanza, sheria ambazo zimelindwa ambazo kuzibadilisha zinahitaji theluthi mbili ya bunge zima. Sheria ya kwanza kabisa mheshimiwa mwenyekiti nasema sura ya 500 toleo la 1965, sheria ya kuthibitisha Tanganyika kwa jamhuri ya mwaka 1962. Hii jamhuri ya Tanganyika tunayoilindia sheria yake mpaka leo kwa kutumia katiba hii, Tanganyika ipi? Jamhuri ipi ambayo tunaambiwa kwamba leo kurejesha ni matatizo? Maana kama Tanganyika jamhuri yake iliondoka, hapa tulipaswa tulie Jamhuri ya Muungano ambayo inabeba mambo yote, lakini tunailinda sheria ile katika katiba hii tunayotumia hivi sasa mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hivyo hakuna kioja kusema sasa serikali hilo fichwa iibuliwe ionekane. Huyu pepo mheshimiwa mwenyekiti, huyu ambaye tunaambiwa hayupo, lakini ukileta hirizi kibara kichwa anasema nipo Tanganyika, imefika wakati atolewe hadharani. Mheshimiwa mwenyekiti, hilo niliache hapo. Sasa nije katika hoja hasa ambayo nimekusudia kujikita, hoja inayohusu pia inahusu hati ya muungano kwa kiasi fulani. Mheshimiwa mwenyekiti, wajumbe walio wengi waliokuja hapa kutoka kusoma maoni yao, walio wengi ndani ya bunge, lakini wanawakilisha maoni wachache sana huko nje ya bunge, kwa sababu wananchi walio wengi wametoa maoni yao, wanataka shirikisho la serikali tatu. Wanasema kila wakati mheshimiwa kwamba kuleta shirikisho la serikali tatu ni kuvunja makubaliano yaliyokuwa katika hati ya muungano ambayo imeshatolewa, hoja hii kurejea. Mimi nataka nijikite katika swala moja mheshimiwa mwenyekiti. Ikiwa tunataka kuheshimu hati ya muungano, kwa nini tunachagua eneo fulani tu? Kuna hoja kwamba ipo au haipo, na kama ipo ni ipi tutajua baadaye. Lakini nasema nachukulia kwa msingi wa mjadala, for the sake of argument, kwamba hii tunayoambiwa ipo ndio halali. Nachukulia hivi. Sasa kwa nini tunachagua baadhi ya maeneo tu? Mheshimiwa mwenyekiti, ibara ya 4 ya Articles of Union imetaja mambo 11 ya muungano. Na msingi wa kisheria, na wewe mheshimiwa mwenyekiti ni mwanasheria mzuri sana, ukitaja mambo fulani katika sheria, maana yake mengine yote ambayo hayakutajwa hayahusiki pale. Na mkataba wa muungano haukutoa mamlaka kwa chombo chochote kuweza kubadilisha yaliyomo ndani ya mkataba wa muungano katika misingi ya sheria ya kimataifa mheshimiwa mwenyekiti, kwa sababu Articles of Union ilikuwa ni international treaty, mkataba wa kimataifa. Waliokuwa na mamlaka kubadilisha ni wenyewe tu walioingia mkataba ule ambao ni Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar. Lakini cha ajabu ni kwamba mambo haya yameendelea kuongezwa kila uchao kwa kutumia bunge la Jamhuri ya Muungano linaloitwa, tena likiwa halikupewa mamlaka na Articles of Union, hati ya muungano, kunyang'anya mamlaka ya Zanzibar. Kwa nini nasema ni kunyang'anya mamlaka ya Zanzibar mheshimiwa mwenyekiti? Kwa sababu kama nilivyosema, haya mambo ambayo hayakutajwa maana yote yamebakia katika mamlaka ya nchi washirika, na kwa hapa ni serikali ya Zanzibar ambayo imelindwa. Kwa hivyo kila ukiongeza jambo kama alivyosema mheshimiwa Juma Duni hapa, maana yake unapunguza mamlaka ya Zanzibar. Nadhani hatimaye ni kuelekea kule kunakosera Chama cha Mapinduzi, serikali mbili kuelekea moja, kama alivyotuambia mheshimiwa Salmina Wadhi sio alipokuja kusoma ripoti yake hapa ndani. Mheshimiwa mwenyekiti,
Na ushahidi wa hayo ni waraka wa CCM wa mwaka 1963 wakati wa marekebisho ya katiba. Naomba nisome. Inasema, msingi wa kuwa na orodha ya mambo ya muungano katika katiba ni kuonyesha mamlaka ya serikali ya Zanzibar ambayo yalikabidhiwa kwa serikali ya muungano, na msingi wa kuongeza mambo zaidi katika orodha ya mambo ya muungano kama ambavyo imefanyika mara kwa mara ni kuhamisha mamlaka zaidi ya serikali ya Zanzibar kwenda kwa serikali ya muungano. Wamepata wapi mamlaka haya kwa mujibu wa makubaliano ya muungano, Mheshimiwa Mwenyekiti? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, si hivyo tu, ni kwamba kama alivyosema Profesa Shivji, ukiyachukulia mambo haya kwamba ni halali, maana yake alitumia la Kiingereza you render the Zanzibar Authority an empty shell, unaifanya mamlaka ya Zanzibar kwa ni bufuru tupu, halina kitu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza hayo katika kitabu hichi, kwa sababu ya muda sitaki kusoma, lakini kwa ufupi tu katika ukurasa wa 176 kitabu hichi Pan-Africanism of Pragmatism, Lessons of Tanganyika Zanzibar Union, anasema Mheshimiwa Mwenyekiti, I argued that the Union Parliament had no powers to alter the structure of the Union, including the Union matters, and therefore the addition to the Union list and after the 11 matters stipulated in the articles was invalid. Anasema Profesa Shivji kwamba nimesema katika, anafanya rejea katika kitabu chake cha mwaka 90 kwamba ukichukulia mambo yale yameongezwa kinyume na utaratibu wa kikatiba na si halali. Anasema Profesa Shivji hivyo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo haya ya muungano yaliyoongezwa yanamaanisha nini kwa upande wa Zanzibar? Na mimi nawashangaa sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba leo sisi ambao ni wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, ambao tumesimama mara nyingi na Baraza la Wawakilishi kutoka pande zote mbili kulalamikia, leo tumefika Dodoma, wengine wenzetu wameufyata. Kama si unafiki ni kitu gani Mheshimiwa Mwenyekiti? Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe mwenyewe shahidi, mimi nakuheshimu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwaka ule 2011 ilipochapishwa sheria ile ya mwanzo rasimu, uliongoza kamati ya katiba na sheria ya bunge, ukakutana na Wazanzibari Bwawani pale. Ulitusikia sote Mheshimiwa Mwenyekiti. Bahati mbaya nilikuwa mgonjwa, nilikuwa naumwa, lakini wenzangu wa pande zote mbili walikuwa wakitetea na kulalamika, vipi tumeburuzwa miaka 50, imefika wakati kuweka misingi ya usawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, afisa mwenye unajiuliza leo ile spirit, ile nguvu ile ya upande wa wenzetu imekwenda wapi hata wameufyata hapa Dodoma? Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna record si ya Hansard tu, kuna record hata ya CD, na ukitaka Mheshimiwa Mwenyekiti nitakupatia, ya semina ya Baraza la Wawakilishi iliyoitishwa na Mheshimiwa Spika wetu, na namshukuru sana Mheshimiwa Panua Kificho, ambapo mawaziri na niwataje watatu waliosimama pale katika mfano, waliotupa mifano ya jinsi gani wamedhalilishwa katika mfumo wa muungano uliokuwepo, ni Mheshimiwa Dr. Mwinyi Haji Makame, Mheshimiwa Harun Ali Suleiman na Mheshimiwa Omar Yusuf Mzee. Leo kimewapata nini Dodoma sijui Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini wote Mheshimiwa Mwenyekiti, wote na backbenchers wengi tu Baraza la Wawakilishi walikuwa wakionyesha jinsi gani mfumo huu ulivyokuwa hautusaidii Zanzibar na umeifikisha Zanzibar kukwama huu mkwamo ambao inao leo. Kuna siku Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mwenzangu, tunajadili mswada wa kurekebisha sheria ya utalii Zanzibar, nikapendekeza neno moja tu kubadilishwa, kwamba kipaumbele cha ajira katika sekta ya utalii, kwa sababu sekta ya utalii sio swala la muungano, kisiwekwe ni kwa Mtanzania, kiwekwe kwa Mzanzibari, kwa sababu utalii ndio roho ya Zanzibar. Tukakataliwa. Mimi na Mheshimiwa Shabakari tulitoka nje ya Baraza la Wawakilishi akikasirika kwamba wenzake wamempinga. Leo tumekuja hapa na ufyatu. Hoja yangu mifano hii Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizia kitu gani? Ni kwamba kwa tabia hii Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba tunapokuwa kwa Zanzibar tunasema mengine, tukija Dodoma tunaufyata, Wazanzibari watatuhukumu. Wazanzibari watatuhukumu Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, mambo haya ya muungano tumeanza na mambo 11, lakini ukiyanyumbua kwa hakika si 11, kwa sababu kuna baadhi ya mambo, kwa mfano Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lilotajwa kwa jambo la 11. Utulivu tafadhali, tumsikilize.
Ukilichambua jambo la 11 Mheshimiwa Mwenyekiti, lile si jambo moja, ni mambo mande. Limeorodhesha bandari, usafirishaji wa anga, posta na simu. Kwa hivyo hii si jambo moja, ni mambo mane ndani ya kifungu kimoja. Yalikuwa 11 asili yakaongezwa. Yale ya asili Mheshimiwa Mwenyekiti, Katiba la Serikali ya Jamhuri ya Muungano, mambo ya nje, ulinzi, polisi, mamlaka juu hali hatari, uraia, uhamiaji, mikopo na biashara nje, utumishi katika Serikali ya Jamhuri ya Muungano, kodi ya mapato na kodi ya mashirika, ushuru wa forodha na kodi ya bidhaa, bandari, usafirishaji wa anga, posta na simu. Hayakutosheka Mheshimiwa. Miaka 50 mamlaka mengine ya Zanzibar yamechukuliwa. Moja la kwanza kabisa liliongezwa mwaka 65. Mambo yote yanayohusika na sarafu na fedha kwa ajili ya malipo yote halali pamoja na noti, mabenki, fedha za kigeni na usimamizi juu ya mambo yanayohusika na fedha za kigeni. Leseni za viwanda na takwimu, elimu ya juu, mali asili ya mafuta pamoja na mafuta yasiyochujwa ya motokaa na mafuta ya aina ya petroli na aina nyinginezo mafuta au bidhaa za mafuta na gesi asilia. Baraza la Taifa la Mitihani la Tanzania na mambo yanayohusika na baraza hilo, usafiri na usafirishaji wa anga, utafiti, utabiri wa hali ya hewa, takwimu, Mahakama ya Rufaa ya Jamhuri ya Muungano, uandikishaji wa vyama vya siasa. Mheshimiwa, haya ukiyakubali, manake Zanzibar tumegeuza ufurutupu, tumechoka, hatukubali tena. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mlango wa kunyang'anya mamlaka ya Zanzibar haukuishia hapo. Katiba hii Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya 64 imeweka kifungo, tutajiuliza mamlaka yake yameyapata wapi? Na katika hili maoni ya Baraza la Wawakilishi ambao wengine leo wamefika kumsulumu Mheshimiwa Spika wetu Palmer Kificho ambaye aliongoza kuandika, akasema katiba mpya isije ikawa na utaratibu kama uliomo katika kifungu cha 64 ambacho kinafanya bunge laweza kutunga sheria tu juu jambo lolote ikasema itatumika Zanzibar na jambo hilo likawa la muungano. Huu si utaratibu, ni kunyang'anya mamlaka ya Zanzibar kwa mlango wa nyuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, na baadhi ya mambo nitoa mifano yaliyonyang'anywa kwa kutumia ibara hii ya 64. Pana sheria ya tume ya haki za binadamu na utawala bora ilipitishwa kutumia kifungu hichi. Haki za binadamu na utawala bora si swala la muungano. Kuna sheria ya uvuvi wa bahari kuu, si swala la muungano, imepitishwa kupitia kifungu na nyingi nyingine. Profesa Shivji anasema zinafika sheria 40 ambazo zimepelekwa kutumika hadi Zanzibar wakati zinahusu mambo ambayo si ya muungano kwa kutumia ibara 64. Mpaka lini Wazanzibari tukubali kunyang'anywa mamlaka yetu Mheshimiwa Mwenyekiti? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, athari ya mfumo huu wa mamlaka umeingia hata katika eneo ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti ni eneo lako la sekta unalosimamia kiwizara, swala la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukichukua masuala yasiyo ya muungano kwa mujibu wa Articles of Union, Zanzibar inaambiwa kwa mujibu wa Articles of Union ina exclusive jurisdiction, manake mamlaka kamili. Lakini kwa sababu ya utekelezaji wa swala la mambo ya nje linavyoendeshwa Mheshimiwa Mwenyekiti, imepelekea mambo yote tukifika katika mambo ya nje yanakuwa ya muungano, liwe la muungano liwe la muungano. Nitatoa mfano Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, katika eneo ambalo walisimamia wewe katika wizara yako kisekta, wizara ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unataja mambo 17 maeneo ya ushirikiano. Katika yale ni mambo 8 tu katika Jamhuri ya Muungano ndio mambo ya muungano. Mambo 13 si mambo ya muungano. Sasa unajiuliza, Jamhuri ya Muungano inapata wapi mamlaka ya kuifunga Zanzibar na kuiamulia juu ya mambo yale 13 katika Afrika Mashariki? Na Mheshimiwa Mwenyekiti, niyataje mambo ambayo unaweza ukasema ni mambo ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala katika mkataba wa Afrika Mashariki ni ushirikiano katika mambo ya fedha na uchumi. La pili, uhuru wa mtu kwenda atakapo, uhuru wa huduma za kazi na haki ya ukaazi. La tatu, mahusiano ya jumuiya za kikanda na za kimataifa na washirika wa maendeleo. La nne, ushirikiano katika mambo ya siasa. Haya ndio mambo angalau, hata kama unakubali mambo hayo, ingawa mimi sikubali kama yote ni sahihi kwa mwenye muungano, yamo katika orodha ya mambo ya muungano. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo haya 13 ni yasome haya katika Afrika Mashariki. Zanzibar mamlaka yake. Kwa nini Zanzibar haijawa mwanachama wa Afrika Mashariki? Kwa sababu ya mfumo wa muungano uliokuwa kwa hivi sasa hivi. Leo Tanganyika iliyovaa koti la muungano inatuamulia katika mambo haya 13. Tutakubali wapi? Hatukubali. Mheshimiwa Mwenyekiti, la kwanza katika hayo
ushirikiano katika kufungua milango ya biashara na ukuzaji wake. Biashara na ukuzaji si mambo ya muungano. La pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ushirikiano katika maendeleo ya uwekezaji na viwanda. La tatu, ushirikiano katika uwekaji viwango, uhakika wa ubora na upimaji. La nne, ushirikiano katika miundombinu na huduma. La tano, ushirikiano katika uendeshaji wa rasilimali watu, sayansi, teknolojia. La sita, kilimo na uhakika wa chakula. La saba, ushirikiano katika usimamizi wa mazingira na maliasili. La nane, ushirikiano katika usimamizi wa utalii na wanyamapori. La tisa, afya na masuala ya kijamii. La kumi, uimarishaji wa nafasi ya wanawake katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii. La 11, masuala ya sheria na mahakama. La 12, sekta binafsi na asasi za kiraia. Na 13, ushirikiano katika maeneo mengine. Haya Mheshimiwa Mwenyekiti, 13 katika mkataba wa Afrika Mashariki, si mambo ya muungano. Katika mfumo wa serikali mbili, Zanzibar haitaweza kujisimamia. Hatuwezi kukubaliana na mfumo huu kabisa, unaendelea kudhalilisha Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, baki dakika 5 sasa. Ndajitahidi nimalizie Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ilitoka hoja kwamba mambo haya, hata Rais Jakaya Kikwete alipokuja hapa alisema kwamba yamekuwa yakipitishwa kwa utaratibu wa theluthi mbili za kila upande. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hilo si kweli. Mengi yaliyoongezwa Mheshimiwa Mwenyekiti, yameongezwa kuanzia mwaka 64 hadi 77. Na katika katiba hii ya muda 65 Mheshimiwa Mwenyekiti, nayo hapa, na mtu anchallenge popote nimsomee, haikuweka sharti la theluthi mbili katika kubadilisha katiba kwa jambo lolote la kila upande. Inazungumzia theluthi mbili ya jumla tu. Ndio kusema Zanzibar imekuwa ikiburuzwa miaka yote hadi ilipokuja katiba mwaka 77. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano hai ni suala la sarafu na benki namna ilivyoingizwa katika mambo ya muungano. Na katika ile Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nivumilie kidogo nisome jinsi swala lilivyoingizwa katika mambo ya muungano. Nasoma Hansard ya tarehe 10 Juni 1965. Mheshimiwa Mwenyekiti, tizama kama kuna nia njema, kwa nini kuna kuficha ficha? Tizama makamu wa pili wa rais anavyosema tarehe 10 Juni 65. Mheshimiwa Rashid Mfaume Kawawa anasema, na namnukuu: Mheshimiwa Bwana Khatibu, naomba kutoa hoja kwamba bunge likubali sasa kufanya shughuli fulani ambazo hazikuoneshwa katika order paper. Serikali inayo miswada miwili ya sheria Bwana Khatibu, ambayo ni ya muhimu sana na ambayo serikali ingependa ipitishwe leo ili sheria hizi zianze kutumika kesho. Miswada yenyewe wajumbe watagawiwa sasa hivi, lakini ningependa kueleza kwamba hatukupenda kuiweka shughuli hii katika order paper kwa sababu order paper kila siku hutolewa asubuhi na mambo yaliyomo katika miswada hii yalikuwa ni mambo ya siri. Kwa hiyo kama miswada hii ingeliwekwa katika order paper toka asubuhi, siri ingekuwa imetoka mapema mno kabla wakati wake, ndio maana ikazuiliwa mpaka sasa hivi. Mwisho wa kunukuu Mheshimiwa Mwenyekiti. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajiuliza, swala la katiba ni swala la wananchi. Palikuwa na siri, na siri inafichwa nani? Ikiwa kuthibitisha mkataba wa muungano 64 ilifanywa wazi na ikatangazwa na Hansard zipo hapa katika bunge la Tanganyika, kwa nini hii inafanywa siri? Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, siri yake inaonekana zaidi ukiangalia jinsi baada ya kupitishwa tu kwa siri. Hasa Bwana Khatibu anasema, Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 10 Juni 65, wabunge waheshimiwa, kama mnavyofahamu kwamba jambo kubwa la katiba kama hili halina budi kutiliwa sahihi na mkubwa wa nchi. Kwa hiyo itabidi niahirishe bunge hili kwa muda dakika 15 ili kumpa nafasi makamu wa kwanza rais apate kutia sahihi. Kwa hivyo naliahirisha bunge hili kwa muda dakika 15. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, najiuliza, palikuwa na kitu gani kikubwa? Manake sarafu wakati huo bado imo katika Afrika Mashariki. Imeanza Tanzania kwa na benki kuu yake mwaka 66. Lakini palitegwa mtago gani hata ikaendelea 15 bunge liahirishwe, apelekewe Mzee Karume ambaye kishategwa kati ya saini kwanza kisha rejeshwe. Na ni kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, wala sikatai, Mheshimiwa Karume katia saini na mswada nao. Lakini kama alifahamu alichokitia saini na alikikubali, mbona baada ya kurudi Zanzibar tu waziri wake wa fedha Mheshimiwa Abdulaziz Twala kaanza kuandika mabarua lukuki ambayo yameripotiwa kwa wingi katika kitabu cha Profesa Shivji, akionyesha kiasi gani asioridhika na Zanzibar ikang'ania haki yake ya kuwa na sarafu la benki kuu katika Zanzibar? Mheshimiwa Mwenyekiti, mifano iko mingi, lakini kwa sababu ya muda naomba nimalizie. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano mwingine hai ni rais wa Zanzibar kuondolewa kwa makamu wa rais. Swala kubwa lilokuwa linanyang'anya mamlaka ya Zanzibar katika mamlaka ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, nao ushahidi wa Hansard.
Mheshimiwa Mwenyekiti, namalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nao ushahidi wa Hansard kwamba mwaka 95 wakati huo mwanasheria mkuu akiwa Mheshimiwa Chenge, bunge lilifanya lipitishwe mswada ule unaomwondoa sababu kwa makamu wa rais kwa theluthi mbili ya jumla. Wala Mheshimiwa Chenge akunyanyuka kumwambia Spika, huo si utaratibu kwa sababu swala hili linagusa mamlaka ya Zanzibar, na kwa mujibu wa orodha ya pili ya nyongeza ya pili ya katiba, suala namba 5 ni madaraka ya serikali ya Zanzibar linahitaji theluthi mbili. Tayari muda wako. Namalizia Mheshimiwa Mwenyekiti, namalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kusema Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalizie kusema kwamba wakati umefika, kwa dakika moja tu Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati umefika kufanya marekebisho haya ili tusije tukafika pahala tukakwama. Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimalizie kwa kunukuu. Sasa huwezi kunukuu, time imekwisha. Dakika moja Mheshimiwa Mwenyekiti. Hapana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaambia Mheshimiwa Mohamed Seif Khatibu katika kitabu hichi kawaongoza watu kwamba muungano huu wa dhulma hauwezi kukubalika. Mohamed Seif Khatibu kasema hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na nawaomba wajumbe wote wajue, waheshimiwa wajumbe waone wakati umefika kufanya marekebisho ya muungano. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Waheshimiwa mtulie tafadhali. Naomba utulivu waheshimiwa. Waheshimiwa, tunaendelea. Sasa nizamu ya kamati yetu ya mwisho, kamati namba 7. Kwa hiyo namuita sasa mwenyekiti au mwakilishi wa kamati namba 7. Anakuja mwenyekiti mwenyewe, General Ngwilizi. Mheshimiwa Mwenyekiti. General, unazo dakika 60 kwa mawazo ya wengi na maoni ya wachache. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naotoka msitoke kwa kelele tafadhali, mtuachie utulivu tuliosalia humu. Taarifa ya kamati nambari 7 ya bunge maalum kuhusu sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 32 fasili ya kwanza ya kanuni za bunge maalum za mwaka 2014, kamati naomba utulivu tafadhali za bunge maalum kujadili sura ya kwanza na sura ya 6 ya rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imezingatia maoni na mapendekezo ya wajumbe walio wengi na wajumbe walio wachache kama itakavyoonyeshwa katika kipengele cha mambo yaliyojitokeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya majadiliano ya muda mrefu, kamati yangu ilifikia uamuzi kwa wajumbe walio wengi kutokubaliana na mapendekezo ya rasimu ya katiba iliyowasilishwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba, ambayo kwa ujumla maudhui ya sura ya kwanza na ya 6 yanapendekeza kuwa shirikisho lenye serikali 3. Hivyo wajumbe walio wengi walipendekeza ifanyiwe marekebisho ili maudhui yake yaendane na uwepo wa Jamhuri ya Muungano yenye serikali 2. Baadhi ya wajumbe wa kamati wao waliunga mkono rasimu ya katiba iliyowasilishwa na tume, lakini kwa kufanya marekebisho katika baadhi ya vifungu bila kuathiri maudhui yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara zilizopitishwa kwa kupata theluthi 2 ya wajumbe wa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar ni ibara za 6, 8, 9 na 63 tu, wakati ibara zilizopitishwa kwa theluthi 2 ya upande mmoja wa Tanzania Zanzibar lakini hazikupitishwa na upande wa Tanzania bara ni ibara ya 4, 5, 62 na 67.
hakukuwa na ibara ambayo ilipitishwa kwa kupata theluthi mbili za Tanzania bara peke yake. Aidha, ibara ambazo hazikupitishwa kwa theluthi mbili na pande zote za Tanzania bara na Zanzibar ni ibara ya kwanza, ya pili, ya tatu, 7, 60, 61, 64, 65, 66, 68 na 69. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nianze. Tafadhalini wajumbe, tumo katika mkutano wa bunge maalum. Hii tabia ya kelele tu Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nianze kutoa mapendekezo ya kamati yangu kwa kuanza na maoni ya wajumbe walio wengi kama ifuatavyo. Sura ya kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sehemu ya kwanza, jina, mipaka, alama, lugha na tunu za taifa. Maoni ya wengi. Ibara ya kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya kwanza ya rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inayoongelea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jumla ya wajumbe 31 walipendekeza kwamba ibara hii ifanyiwe marekebisho. Kati ya wajumbe hao, wajumbe 11 ni kutoka Tanzania Zanzibar na 20 kutoka bara. Wajumbe walio wengi walipendekeza Jamhuri ya Muungano iendelee kuwa yenye muungano wa serikali mbili na sio shirikisho lenye muundo wa serikali tatu kama inavyopendekezwa na rasimu ya katiba. Walipendekeza ibara hii isomeke ifuatavyo. Ibara ndogo ya kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi yenye mamlaka kamili ambayo imetokana na muungano wa nchi mbili za Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ambazo kabla ya hati ya makubaliano ya muungano wa mwaka 64 zilikuwa nchi huru. Ibara ndogo ya pili isomeke kama ifuatavyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa, kujitegemea, utawala wa sheria, inayoheshimu misingi ya haki za binadamu, ulemavu na usawa wa kijinsia na isiyofungamana na dini yoyote. Na ibara ndogo ya tatu, hati ya makubaliano iliyorejewa katika ibara ya kwanza ndio msingi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na katiba hii kwa kadri itakavyorekebishwa itakuwa ni mwendelezo wa makubaliano hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za wajumbe hao ni kama zinavyoonekana katika bango kitita la rasimu ya katiba ambalo limeambatanishwa na taarifa hii. Baadhi ya sababu za mapendekezo yao yalikuwa ni kama ifuatavyo. Kwanza, muundo wa serikali mbili tulionao wa Jamhuri ya Muungano unadumisha amani, udugu na unaleta umoja. Pili, makubaliano ya mwaka 64 ndio msingi wa muungano uliopo na unaakisi serikali mbili. Kwa mantiki hiyo, makubaliano haya hayawezi kuwa msingi wa kuanzishwa kwa shirikisho la serikali tatu bila kwanza kuvunja makubaliano hayo, na ni wananchi pekee wenye uwezo wa kuvunja makubaliano hayo. Ili kuulinda muungano siku za mbele, ni vyema hati hiyo ya makubaliano iwe nyongeza ya katiba. Tatu, hati ya makubaliano ya muungano ndio msingi mkuu wa Jamhuri ya Muungano, na kwa kadri itakavyorekebishwa itakuwa ni mwendelezo wa makubaliano hayo na unaakisi muundo wa serikali mbili, na makubaliano haya hawezi kuwa msingi wa kuanzisha shirikisho. Nne, kitendo cha kuunganisha mchanga wa Tanganyika na Zanzibar kinaashiria umoja wetu wa kudumu. Wajumbe 11 ni kutoka Tanzania Zanzibar na 19 kutoka Tanzania bara. Hii ina maana kuwa wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hiyo ibadilike na kubainisha viashiria vyote vya mipaka. Walipendekeza kifungu hiki kisomeke ifuatavyo. Eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Tanzania Zanzibar, na linajumuisha sehemu zake zote za bahari, maziwa, mito, anga, milima na viashiria vyote vya mipaka, na kuainishwa kwa vipimo vya kisasa coordinates, pamoja na maeneo mengine yatakayoongezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za wajumbe hao zilikuwa ni nyingi na mapendekezo ya mabadiliko yalikuwa mengi kama zinavyoonekana katika bango kitita la rasimu ya katiba ambalo limeambatanishwa na taarifa hii. Baadhi ya sababu za mapendekezo yao yalikuwa ni kama ifuatavyo. Kwanza, mipaka ya Tanzania bara na Zanzibar imezungukwa na bahari, maziwa na mito, hivyo ni vema viashiria vyote vya mipaka vitajwe. Pili, ni hatari kutumia mipaka ya mito, maziwa na bahari peke yake, kwa sababu mipaka ya mito inabadilika mara kwa mara. Tatu, kuna uwezekano wa Jamhuri ya Muungano ikaongeza maeneo, hivyo ili kuepusha migogoro ya baadaye ni vema mipaka iwekwe wazi na ijulikane vilivyo. Vipimo vya kisasa coordinate vitapunguza sana kutokuelewana na majirani zetu, hasa katika maeneo ambayo mipaka ni mito ambayo wakati mwingine huhama mikondo yake. Ibara ya tatu.
Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 3 ya rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inayohusu alama na sikukuu za taifa, jumla ya wajumbe 28 walipendekeza kwamba ibara hii ifanyiwe marekebisho. Kati ya wajumbe hao, wajumbe 11 ni kutoka Tanzania Zanzibar na 17 kutoka Tanzania Bara. Wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hiyo ibakie kama ilivyo, lakini kufanywa marekebisho madogo katika ibara ya pili D, ibara ndogo ya pili D, na kusomeka ifuatavyo: sikukuu ya maadhimisho mengine na maadhimisho mengine yatafanyika kama itakavyoainishwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za wajumbe hao zilikuwa ni nyingi na zinaonekana katika bango kitita la rasimu ya katiba ambalo limeambatanishwa kwenye taarifa hii. Sababu ya mapendekezo yao ilikuwa kama ifuatavyo: maadhimisho au sikukuu za kitaifa zinaweza kuongezeka kwa kadri itakavyohitajika. Ni vyema maadhimisho hayo yakatajwa kwenye sheria ili iwe rahisi kufanya marekebisho pale itakapohitajika kuliko kwenye katiba ambayo utaratibu wa kuirekebisha ni mrefu na mgumu. Ibara ya 4. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 4 ya rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inayohusu lugha ya taifa, jumla ya wajumbe 32 walipendekeza kwamba ibara hii ifanyiwe marekebisho. Kati ya wajumbe hao, wajumbe 12 ni kutoka Tanzania Zanzibar na 20 kutoka Tanzania Bara. Wajumbe walio wengi walipendekeza ibara hii badilike na isomeke kama ifuatavyo: maelezo ya pembezoni ya ibara yarekebishwe na kusomeka kama ifuatavyo: lugha ya taifa, lugha ya alama na mawasiliano. Ibara ndogo ya kwanza ya ibara hii ifanyiwe marekebisho na isomeke: lugha ya taifa ya Jamhuri ya Muungano ni Kiswahili na itatumika katika mawasiliano rasmi ya kitaifa, kiserikali, bunge na mahakama. Ibara ndogo ya pili irekebishwe na kusomeka kama ifuatavyo: bila kuathiri masharti ya ibara ndogo ya kwanza, lugha ya Kiingereza au lugha nyingine yoyote ya kimataifa inaweza kutumika kuwa lugha rasmi ya mawasiliano ya kiserikali pale itakapohitajika. Iongezeke ibara ndogo ya 3 ambayo itasomeka kama ifuatavyo: lugha ya alama na lugha ya alama mguso zitakuwa lugha rasmi za mawasiliano kwa viziwi na viziwi wasioona. Iongezwe ibara ndogo ya 4 itakayosomeka kama ifuatavyo: serikali itaweka mazingira yatakayowezesha kuwepo kwa mawasiliano mbadala zikiwemo lugha ya alama, lugha ya alama mguso, maandishi yaliyokuzwa na nukta nundu kwenye sehemu muhimu za umma na katika vyombo vya habari vitakavyotangaza habari zake kitaifa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za wajumbe hao zinaonekana katika bango kitita la rasimu ya katiba ambalo limeambatanishwa kwenye taarifa hii. Baadhi ya sababu za mapendekezo yao ilikuwa ni kama ifuatavyo: kwa miaka 50 lugha ya Kiswahili imetuunganisha na imetufanya tuwe pamoja na tuishi kama ndugu. Ni vizuri tukaienzi na kuiheshimu. Pili, kuruhusu lugha nyingine za kimataifa kuweza kutumika kama lugha za mawasiliano ya kiserikali pale zitakapohitajika. Na 3, ili kutambua lugha na njia nyingine rasmi za mawasiliano kwenye shughuli zote za kiserikali zinazotumiwa na Watanzania ikiwemo watu wenye ulemavu. 4, kuzingatia matakwa ya sheria ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2010 na mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu ambazo zimetambua lugha ya alama na lugha za alama mguso na njia nyingine za mawasiliano kuwa rasmi na muhimu kwa watu wenye ulemavu. Ibara ya 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 5 ya rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inayozungumzia tuzo za taifa, jumla ya wajumbe 32 walipendekeza kwamba ibara hii ifanyiwe marekebisho. Kati ya wajumbe hao, wajumbe 12 kutoka Tanzania Zanzibar na 20 kutoka Tanzania Bara. Wajumbe walipendekeza katika ibara hii lugha ya taifa iliyopo katika aya G isomeke lugha ya Kiswahili na kuongeza tunu nyingine za taifa ambazo ni amani, usawa wa kijinsia na usawa wa binadamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za wajumbe hao zinaonekana katika bango kitita la rasimu ya katiba ambalo limeapatishwa na taarifa hii. Sababu ya mapendekezo yao yalikuwa ni kama ifuatavyo: ili kuweka bayana kuwa kilicho tunu kwetu ni Kiswahili, ni vyema tunu ya taifa kutajwa katika katiba hii. Na usawa wa binadamu, usawa wa kijinsia, amani ni miongoni mwa tunu kubwa za taifa zilizojengwa na kulindwa, hivyo zinastahili kutajwa katika katiba. Sehemu ya 2, mamlaka ya wananchi, utii na hifadhi ya katiba. Ibara ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 6 ya rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano inayozungumzia mamlaka ya wananchi, jumla ya wajumbe 40 walipendekeza kwamba ibara hii ibakie kama ilivyo. Kati ya wajumbe hao, wajumbe 16 kutoka Zanzibar na 24 kutoka Bara. Ibara ya 7. Mheshimiwa Mwenyekiti,
katika ibara ya 7 ya rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inaongelea watu na serikali. Jumla ya wajumbe 31 walipendekeza kwamba ibara hii ifanyiwe marekebisho. Kati ya wajumbe hao, wajumbe 11 ni kutoka Zanzibar na 20 kutoka Tanzania bara. Marekebisho hayo ni kama ifuatavyo. Marekebisho ya ibara ndogo ya kwanza. Mamlaka ya nchi na vyombo vyake katika uendeshaji na utekelezaji wa shughuli zake zitazingatia azma ya kukuza umoja wa kitaifa na kudumisha heshima ya taifa. Marekebisho ya ibara ndogo ya pili D. Ardhi ikiwa ni rasilimali kuu na msingi wa taifa inalindwa, inamilikiwa, inatunzwa na kutumiwa na wananchi wa Tanzania kwa manufaa, maslahi na ustawi wa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Marekebisho ya ibara ndogo ya pili E. Maendeleo ya uchumi wa taifa yanapangwa na kukuzwa kwa ulinganifu na kwa pamoja na kwa namna ambayo inawanufaisha wananchi wote. Na marekebisho ya ibara ndogo ya 2G. Kuna kuwepo fursa na haki zilizo sawa kwa wananchi wote, wanawake na wanaume, bila kujali rangi, kabila, nasaba, ulemavu, itikadi, dini au hali ya mtu. Marekebisho ya ibara ndogo ya 2I. Utajiri wa rasilimali na maliasili za taifa unaelekezwa katika kuleta maendeleo, kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Na marekebisho ya ibara ndogo ya 2J. Nchi inaongozwa kwa kufuata misingi ya kidemokrasia, uongozi adilifu, utawala na wa sheria na kujitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za wajumbe hao zinaonekana katika bango kitita la rasimu ya katiba ambalo limeambatanishwa kwenye taarifa hii. Baadhi ya sababu na mapendekezo yao yalikuwa ni kama ifuatavyo. Kwanza, muundo wa serikali sio unaotekeleza shughuli, bali serikali ndiyo inayotekeleza majukumu kwa kutumia vyombo vyake. Pili, ili kuwazuia watu wenye fedha na ushawishi wasije wakachukua ardhi yote na kuacha wananchi wanatangatanga. Na tatu, kuainisha ulemavu kwa sababu mara nyingi husahaulika kwa kudhani kwamba ungeweza kuwepo kwenye hali ya mtu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 8 rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inayozungumzia ukuu wa utii wa katiba hii, jumla ya wajumbe 42 walipendekeza kwamba ibara hii ibaki kama ilivyo. Kati ya wajumbe hao, wajumbe 16 kutoka Tanzania Zanzibar na 26 kutoka Tanzania bara. Ibara ya 9, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara ya 9 ya rasimu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano inayozungumzia hifadhi ya utawala wa katiba, jumla ya wajumbe 42 walipendekeza kwamba ibara hii ibaki kama ilivyo. Kati ya wajumbe hao, wajumbe 16 ni kutoka Tanzania Zanzibar na 26 kutoka Tanzania bara. Sura ya 6, muundo wa Jamhuri ya Muungano. Maoni ya walio wengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilijadili sura ya 6 kwa kupitia ibara zote 10 zilizomo na baadaye kuzifanyia uamuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kutoa mapendekezo ya kamati yangu kwa kuanza na maoni ya wajumbe walio wengi kama ifuatavyo. Ibara ya 60. Wajumbe 20 kutoka Tanzania bara na 11 kutoka Tanzania Zanzibar walipendekeza ibara hii ifanyiwe marekebisho na kutoka katika muundo wa serikali tatu na kuwa kama ifuatavyo. Ibara ndogo ya kwanza irekebishwe kama ifuatavyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa na muundo wa muungano wa serikali mbili ambazo ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ibara ndogo ya pili irekebishwe kama ifuatavyo. Shughuli zote za mamlaka ya nchi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zitatekelezwa na kusimamiwa na vyombo viwili vyenye mamlaka ya utendaji, vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma, na vyombo viwili vyenye mamlaka ya utoaji haki. Ibara ndogo ya tatu isomeke. Vyombo vyenye mamlaka ya utendaji vitakuwa ni serikali ya Muungano ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Aidha, wajumbe walipendekeza kuongezwa kwa ibara ndogo ya 4, 5 na 6 kama ifuatavyo. Ibara ndogo ya 4 isomeke. Vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma vitakuwa ni Bunge la Jamhuri ya Muungano na Baraza la Wawakilishi. Ibara ndogo ya 5 isemeke. Vyombo vyenye mamlaka ya utoaji haki vitakuwa ni Mahakama ya Jamhuri ya Muungano na Mahakama ya Zanzibar. Na ibara ndogo ya 6 isomeke.
Kila chombo kilichotajwa kwenye ibara ndogo ya 3, 4 na 5 ya ibara hii kitaundwa na kutekeleza majukumu yake kwa kufuata masharti ya katiba hii na katiba ya Zanzibar kadiri itakavyokuwa. Sababu ya mapendekezo haya, hati ya makubaliano ya muungano ndio msingi wa kuwa na muundo wa serikali mbili, ambapo serikali Zanzibar ilikubali kuhamisha sehemu ya mamlaka yake kwenye serikali ya muungano na Tanganyika ilikubali kuhamisha mambo yake yote kwenye serikali ya muungano. Pili, kuainisha vyombo vitakavyotekeleza mamlaka katika Jamhuri ya Muungano, na tatu, kuainisha mgawanyo wa mamlaka wa vyombo na vyombo vya utekelezaji wa shughuli za serikali. Ibara ya 61, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ibara hii ya 61 wajumbe 28 kati yao 17 kutoka Tanzania bara na 11 kutoka Tanzania Zanzibar wamependekeza ibara hii ifutwe kwa sababu maudhui yake tayari yapo katika ibara ya 60. Ibara ya 62, Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya wajumbe 32 kati yao 12 kutoka Tanzania Zanzibar na 20 kutoka Tanzania bara wamependekeza kwamba ibara hii ya 62 ifanyiwe marekebisho kama ifuatavyo. Marekebisho ya maneno ya pembeni, marginal notes, badala ya kuwa na maneno ya pembeni kama yalivyopendekezwa katika rasimu, sasa maneno hayo yasomeke kama ifuatavyo: mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo ya muungano. Marekebisho ya ibara ndogo ya kwanza. Ibara ndogo ya kwanza ibara ya 62 isomeke kama ifuatavyo: serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa na mamlaka ya utekelezaji katika Jamhuri ya Muungano kwa mambo yote yaliyoorodheshwa kwa mambo ya muungano na pia kwa mambo yote yasiyo ya muungano yanayohusu Tanzania bara. Marekebisho ya ibara ya pili, ibara ndogo ya pili, ibara ndogo inapendekezwa ifutwe kwa sababu maudhui yake yamezingatiwa katika ibara ya kwanza, ndogo ya kwanza. Marekebisho ya ibara ndogo ya tatu, ibara hii iandikwe upya ifuatavyo: bila kuathiri masharti ya ibara hii, serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa makubaliano maalum baina yake na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaweza kutekeleza jambo lolote lililo chini ya mamlaka ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa makubaliano hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu ya mapendekezo hayo ni kuipa mamlaka serikali ya muungano ya kutekeleza masuala ya maendeleo yanayohusu Zanzibar ili kuleta uwiano wa maendeleo kwa pande zote mbili za muungano. Ibara ya 63, jumla ya wajumbe 17 kutoka Tanzania Zanzibar na wajumbe 25 kutoka Tanzania bara wamependekeza kwamba ibara hii ibaki kama ilivyo katika rasimu. Sababu kubwa ya wajumbe hao kupendekeza hivyo ni kwa sababu ibara hii ndiyo msingi wa kuwa na orodha ya mambo ya muungano. Ibara ya 64, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe 31 ikiwa ni 11 kutoka Zanzibar na 20 kutoka Tanzania bara wamepiga kura ya kupendekeza kwamba ibara hii ya 64 ifanyiwe marekebisho kama ifuatavyo. Marekebisho maneno ya pembeni. Marekebisho katika maneno ya pembeni yasomeke: mamlaka ya serikali ya muungano kwa mambo yasiyo ya muungano. Marekebisho ya ibara ndogo ya pili isomeke kama ifuatavyo: serikali ya Jamhuri ya Muungano itakuwa na mamlaka a kwa mambo yote yasiyo ya muungano yanayohusu Tanzania bara, na b kwa mambo yote yasiyo ya muungano yaliyokubalika kutekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa makubaliano maalum na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 62 kifungu kidogo cha pili. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu ya mapendekezo hayo ni msisitizo unatokana na mapatano ya muungano. Ibara ya 65, mamlaka ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mambo yasiyo ya muungano. Marekebisho ya ibara ndogo ya kwanza, pili na tatu zirekebishwe na zisomeke kama ifuatavyo: bila ya kuathiri mipaka iliyowekwa na katiba hii, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itakuwa na mamlaka na haki zote juu ya mambo yasiyo ya muungano. Aidha, katika utekelezaji wa mamlaka hayo a itakuwa na uwezo na uhuru wa kuanzisha uhusiano au ushirikiano na jumuiya au taasisi yoyote ya kikanda au kimataifa, na b wakati wa kutekeleza majukumu yake chini ya ibara hii inaweza kuomba ushirikiano kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa ajili ya kufanikisha uhusiano na jumuiya au taasisi ya kimataifa au kikanda, na serikali ya Jamhuri ya Muungano inaweza kutoa ushirikiano huo kwa namna itakavyohitajika. Ibara ya 66, Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla ya wajumbe 31 kati ya 11 kutoka Tanzania Zanzibar na 20 kutoka Tanzania bara wamependekeza kwamba ibara hii ifanyiwe marekebisho kama ifuatavyo:
Marekebisho ya maneno ya pembeni yasomeke kwa uhusiano kati ya serikali ya muungano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na marekebisho ya ibara ndogo ya kwanza isomeke kama ifuatavyo: katika kutekeleza majukumu yake katika maeneo mbalimbali, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itazingatia misingi ya kushirikiana na kushauriana na serikali ya muungano serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa lengo la kukuza na kulinda maslahi ya taifa na maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe hao walio wengi wametoa mapendekezo hayo kwa kuzingatia kuweka msingi wa serikali zote mbili kuwahudumia wananchi. Marekebisho ya 662, ibara hii ifutwe kwa sababu maudhui yake yamezingatiwa katika ibara ndogo ya kwanza. Marekebisho ya ibara ya 66(3), ibara ndogo hii ya 3 iwe ya pili na isomeke kama ifuatavyo: utendaji wa serikali au chombo chochote cha serikali utatekelezwa kwa kuzingatia umoja wa Jamhuri ya Muungano, nia na umuhimu wa azma ya kukuza umoja wa kitaifa na kudumisha heshima ya taifa. Sababu ya marekebisho hayo ni kudumisha umoja na mshikamano wa wananchi kwa kuzingatia muundo wa serikali mbili. Ibara ya 67, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe 12 kutoka Tanzania Zanzibar na 20 kutoka Tanzania Bara wamependekeza kwamba ibara hii ifutwe kwa sababu muundo wa serikali mbili hautakuwa na mawaziri wa kazi. Ibara ya 68, Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii imependekezwa na wajumbe walio wengi ambao ni 11 kutoka Tanzania Zanzibar na 20 kutoka Tanzania Bara kwamba ifanyiwe marekebisho kama ifuatavyo. Marekebisho ya ibara ndogo ya kwanza: serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar zinapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi kupitia uchaguzi wa kidemokrasia utakaoendeshwa na kusimamiwa na vyombo vitakavyopewa mamlaka na katiba hii na katiba ya Zanzibar kwa kadri itakavyokuwa. Marekebisho ya ibara ndogo ya pili isomeke kama ifuatavyo: serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kutekeleza mamlaka yao kwa mujibu wa katiba hii au katiba ya Zanzibar itawajibika kustawisha mamlaka ya wananchi kwa kugatua madaraka kwa serikali za mitaa zitakazoanzishwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za mapendekezo ya wajumbe hao ni kuweka msingi wa mamlaka ya serikali kuwa na uchaguzi wa demokrasia na kuweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba serikali zote mbili zinazingatia madaraka kwa wananchi kwa mujibu wa sheria. Ibara ya 69, Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe 11 kutoka Tanzania Bara na 20 wajumbe 11 kutoka Tanzania Zanzibar na 20 kutoka Tanzania Bara wamependekeza ibara ifanyiwe marekebisho kama ifuatavyo. Marekebisho ya ibara ndogo ya kwanza isomeke ifuatavyo: bila ya kuathiri maashari ya katiba hii, viongozi wakuu wenye mamlaka ya utendaji katika Jamhuri ya Muungano waliotajwa katika ibara ndogo ya 3 watawajibika kila mmoja wao katika kutekeleza majukumu waliopewa kwa mujibu wa katiba hii na katiba ya Zanzibar kuhakikisha kuwa wanalinda, wanaimarisha na kudumisha muungano. Marekebisho ya ibara ndogo ya 3, ibara hii rekebishwa na kusomeka kama ifuatavyo: viongozi wakuu wahusika na masharti wa ibara hii ni Rais wa Jamhuri ya Muungano, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za mapendekezo hayo ni viongozi wa Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar wanawajibika kuulinda muungano kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba niingie kwenye kutoa maoni ya wachache. Baada ya kutoa maelezo kuhusu maoni ya walio wengi, naomba sasa niwasilishe maoni ya wachache kama ifuatavyo. Sura ya kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sehemu ya kwanza, jina, mipaka, alama, lugha na tunu za taifa. Ibara ya kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, jumla wajumbe 12 walipendekeza ibara hii ya rasimu ya katiba ibakie kama ilivyo ili Jamhuri ya Muungano iwe na muundo wa shirikisho lenye serikali 3 na lenye mamlaka kamili. Kati ya wajumbe hao 6 walitoka Tanzania Bara na 6 walitoka Tanzania Zanzibar. Pamoja na kutaka ibara hii iseme kuwa muundo wa Jamhuri ya Muungano ni wa shirikisho, kulikuwa na mapendekezo matatu kuhusu uboreshaji wa ibara hii kama ifuatavyo.
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi na shirikisho lenye mamlaka kamili ambalo limetokana na muungano wa nchi mbili za Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Pili ni shirikisho la Jamhuri za Tanganyika na Zanzibar ni shirikisho ambalo limetokana na muungano wa nchi mbili za Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Na tatu ni shirikisho la Jamhuri za Tanganyika na Zanzibar ni shirikisho